Asante Yesu. Ya Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Ni siku njema ambayo Bwana ametupatia ya kwamba tukaweze kusemezana kwa ajili ya maandiko haya matakatifu, maandiko ya Mwenyezi Mungu. So nataka uende nami ya kwamba tukaweze kuwa pamoja ili tukapate kuyaleta mausia ya Bwana katika neno lake. Maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 kuanzia ule mstari wa 15. Maandiko yanasema hivi ya kwamba angalieni mtu yeyote asimlipe mwenziwe mabaya kwa mabaya, bali siku zote lifuateni neno lililo jema ninyi kwa ninyi na watu wote. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Mtazamaji wangu nakukaribisha katika maandiko haya. Nikwambia kwamba maandiko jinsi ninavyosema kwamba tusilipize kisasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapotendewa mabaya, acha nikwambie mtazamaji wangu kwamba tusilipize visasi, tusilipiane mabaya kwa mabaya. Haleluya. Ya kwamba sisi ni wanadamu kweli, tunao marafiki, tunao ndugu zetu, tunayo jamii tunayokaa nayo, lakini huaga tumeokoka kwa, lakini katika ndani ya maisha yetu huaga tunakosewa na wengine, ama huaga tunakosea wengine kama wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Maana hayo ni maisha yetu sisi, hayo ni jukumu letu sisi katika kutembea hali ya watu kutokupatana. By today I want to tell you my brother, my sister, mahali popote ambapo unanitazama, nataka nikwambia kwamba tuangalie sana ya kwamba yale matendo yatenda katika maisha yetu ambayo ni chukizo, ya kwamba tusije tukalipiza visasi katika maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. So unapokosewa na mwenzako usilipize kisasi, usimrudishie mwenzio kwa ubaya wote ule ambayo atakuwa amekupatia ama amekulipizia, ambayo atakuwa ameyatenda katika maishani mwako. Haleluya. Ninataka nikwambia kwamba siku ya leo ukaweze kuwa na mapenzi ya Mungu, ya kwamba Yesu Kristo aingie ndani yako, ya kwamba aongoze moyo wako, ya kwamba hapa unapokosewa katika ndani ya maisha yako usilipize kisasi. Haleluya. Maana kisasi ni cha Mungu. Hivyo mpendwa, unapolipiza kisasi unachukua nafasi ya Mungu. Hivyo nataka nikuhadharisha kwamba kila unapokosewa jaribu kufikiria kwamba neno linasema nini katika ndani ya maisha yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Wanadamu ni kweli huwa tunakosewa, lakini tunakuwa kwanza kulipiza visasi. By today nataka nikwambia kwamba usilipize kisasi katika maisha yako. Visasi ni vya Mungu. Usinimlipize mwenzio mabaya kwa mabaya. Haleluya. Nataka ufungue moyo wako mkabidhi Bwana, ya kwamba Yesu Kristo alikuja duniani kwa ajili ya kuokoa ulimwengu, ya kwamba chochote unachokipitia katika maisha yako, kila hali yote ambayo inakukumba katika maisha yako, ya kwamba ukaweze kuchukua fursa ya kulipiza kisasi. Hapana, kisasi ni cha Mwenyezi Mungu. Hivyo achana mambo ya kisasi. Haleluya. Tunapokosewa na watu, tunapodharauliwa na watu, tusidharau mwingine, tusilipize visasi, maana kisasi ni cha Mungu. Simama katika njia ya kwamba uelewe kunaye Mungu anayelipiza visasi, kunaye Mungu anayeregesha yale ambayo manadamu amekutendea. Wacha ukaweze kuwa na moyo wa upendo, wacha ukaweze kuwa na mapenzi ya Mungu, ya kwamba umwambie Jehova asimame na wewe, ya kwamba ipo siku ama iko siku ambayo Bwana atalipiza kisasi katika maisha yako. Usichukue jukumu, usichukue fursa ya kusema kwamba acha mtu huyu amenikosea, acha nilipize kisasi. La hasha. Usifanye hivyo mtazamaji wangu. Usifanye hivyo mpendwa. Bwana kunaye Mungu wa mbinguni anayeona sirini. Hivyo unapokosewa katika maisha yako, mlilie Bwana, muite Kristo. Mwambie Bwana, hakika angalia matendo niliyotendewa, angalia hali ya kudharauliwa kwangu, angalia kwangu kusimamwa kwangu. Mwambie Bwana akutetee. Mwambie Bwana asimame na wewe katika maisha yako, na Bwana atakupatia kusimamisha, na Bwana atakupatia ushindi. Utapata kusimama na utetezi utapata kuingilia kwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mpendwa, usiwe kuwa mtu wa haraka. Hivyo mpendwa, usiwe mtu kuwa wa haraka wa kulipiza kisasi. Maana kuna mwenyewe ambaye analipiza visasi. Ni kweli umekosewa, ni kweli umedharauliwa, ni kweli umesimangwa, lakini simama katika kauli yako moja. Simama katika kauli ya Mungu. Mwambie Bwana, hakika ni kweli ya kwamba chochote ambacho natendewa si jema. Na yeye Bwana anapata kusikia, na Bwana anapata kukutetea, na atapata kulipiza kisasi. Usiwe wa kwanza kwamba kulipiza kisasi katika maisha yako. Mwachie Bwana, maana Mungu wetu ni Mungu wa vita. Mungu wetu anatupigania, Mungu wetu anatuajalia mema, Mungu wetu ana mawazo mazuri kwa maisha yetu. Hivyo hata ruhusu ya kwamba Mungu wako usongeshwe. Hivyo hata ruhusu ya kwamba kipigo kije kwako, atasimama na wewe. Bwana Yesu asifiwe.
Hivyo nataka nikwambia kwamba kuna Mungu wa mbinguni ambaye anaangalia hoja ya moyo wako, ambaye anaangalia maisha yako inaenda katika njia namna gani. Angalia mtu awaye yote asimlipe mtu mabaya kwa mabaya. Usimlipe mtu kwa mabaya aliyokutendea. Jaribu kumwombea Mungu, ama muombe Mungu zaidi yule anayekukosea, ya kwamba moyo wako kaweze kuwa huru, kwamba maisha yako kaweze kuwa salama. Maana Mungu alibeba maisha yako ya kwamba ukapate kumtukuza peke yake, wala sio kulipiza visasi kwa mabaya. Mtu anayekutendea mabaya, mtu anayekusema katika mabaya, muamini Kristo, usilipize kisasi, maana kisasi kina mwenyewe. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Tazamaji wangu, nataka nikwambie hivyo. Usilipize kisasi kwa ubaya kwa ubaya. Mwenzako anapokutendea jambo la kinyume, muamini Kristo, muite Bwana ya kwamba ingilie kati, akupigania, kutetee, akupe ujasiri, akupe kusimama kwa upendo uliodhabiti, akupe kutembea katika matako ya kiungu kwa ajili ya Kristo, ili Bwana akapate utukufu. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Maandiko yanasema kwamba katika ule mstari wa 16 nasema kwamba furahini siku zote. Haleluya. Ombeni bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokosewa, najua kwamba kunaingia dhiki katika maisha yako. Unapodharauliwa, huingia katika hali ya kuwa na hasira katika maisha yako. Hivyo unapokuwa na hasira, usiudhi mwenzio kwamba akamlipize kisasi kwa ajili ya hasira. Hapana. Haleluya. Tunasema kwamba tufurahini siku zote, maana Mungu alikuja kwa upendo. Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kwa furaha. Hivyo mpendwa, simama, ukasimame dhabiti ya kwamba umshinde huyo mwovu, ya kwamba ujue kwamba kunaye Mungu ambaye anakupigania, kunaye Mungu ambaye analipiza visasi katika maisha yetu. Haleluya. Unapotembea katika hiyo furaha, unapotembea katika upendo, unapotembea ukijua kwamba kuna Mungu anayelipiza kisasi, hakika utakuwa salama katika maishani mwako. Usigeukie mwenzako sema kwamba mbona amenitenda haya. Usigeukie mwenzako mbona amenitenda hivi. Hapana, simama katika ukweli wa Mungu, na Bwana atakupa kusimama, atakupa ushindi katika maishani mwako. Haleluya. So mpendwa, simama katika njia ya kumwinua Kristo. Usiangalie wale watu ambao wanakusema, usiangalie wale watu ambao wanakudharau, usiangalie wale watu wanasema nini katika maisha yako. Muamini Kristo, maana kisasi ni cha Mungu. Bwana wetu aliwekwa pale msalabani ya kwamba tukapate kuokolewa, kwamba tukapate ukombozi. Hivyo simama katika njia sawa, usilipize kisasi. Haleluya. Maana kunaye Mungu anayeona sirini katika maishani mwako. Kunaye Mungu ambaye anaangalia mwanadamu. Je, ni nani ambaye anatii? Ni nani ambaye amesimama katika njia kweli ya kwamba Bwana akatembee na yeye? Bwana anaangalia ni nani ambaye anamcha kwa roho na kweli ya kwamba Mungu ampandisha katika kiwango chengine. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Hivyo mpendwa, simama. Hivyo mpendwa, zingatia maagizo ya Mungu. Siwe mtu wa kulipiza kisasi. Unapokosewa, kuwa na moyo wa msamaha. Unapokosewa, kuwa moyo ambao ni wa kusimama, moyo wa ujasiri ya kwamba mwachie Bwana, ndiye atalipiza kisasi. Siwe mtu wa kulipiza visasi katika maisha yako. Mwachie Bwana, kisasi kina mwenyewe. Mwachie Kristo, kisasi kina mwenyewe. Pendwa, kuna ghadhabu kwa wale simama kulipiza visasi, maana kuna Mungu ambaye amesimama katika upande wako, ya kwamba kila jaribu, kila lolote ambalo lipitia, Bwana akapate kulipa kisasi, Bwana akapate kupatia ushindi katika maisha yako. Simama katika njia dhabiti. Simama katika maisha yako. Umuite Bwana, mwambie Mungu ni wewe peke yako. Angalie Bwana hali yako ile unayopitia, kuona wale watu ambao wamekusimamia kwa ajili ya kupata kukudharau. Mwambie Bwana simame katika upande wako, na Bwana atapata kupatia ushindi, na atapata kukukweza katika sehemu nyingine. Mpendwa mtazamaji wangu, usilipize kisasi. Muamini Kristo. Vita ambavyo tunapigana hapa duniani ni vita ambavyo Bwana alivimaliza, lakini tazama, shetani yuko mbioni kwa ajili ya kukuhakikisha kwamba amekuangusha. Lakini unapomkabidhi Bwana katika maisha yako, Bwana atalipa kisasi. Bwana atalipa kisasi kwa yale yote ambayo unayepitia katika maisha yako. Bwana atasimama na wewe, na Mungu atapata kuleta ulinzi wa maisha yako. Si wakati wa kusimama na kulipiza visasi wala kulipiza mabaya kwa mwingine. Simama katika laini ya Mungu, na Bwana atapata kupatia ushindi. Mtazamaji wangu, Mungu wa mbinguni azidi kukutetea, ya kwamba akupe moyo wa ujasiri, akupe kusimama, akupe kukutetea katika maisha yako. Hivyo nataka nikwambia kwamba siku ya leo
kwamba kuna Mungu wa mbinguni anayeangalia moyo uliosimama. Anaangalia kila mwanadamu aliye na utifu katika maishani mwake, ya kwamba Mungu akapate kumuongoza. Nataka nikuachie maandiko haya. Kwambie Mungu wa mbinguni akubariki na kutetee. Uruhusu Bwana aingie ndani yako, ya kwamba asimame ili akupatie nguvu mpya kusimama kwa ajili ya utukufu wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Tusilipize visasi. Tusilipize visasi katika maisha yetu. Tumuite Kristo, maana ni yote kwake Mungu anayaweza yote. Mungu wa mbinguni akubariki na zidi kukutetea. Tukutane juma lingine kwa ajili ya mafundisho haya mazuri. Usiache kutuangalia, usiache kututazama, usiache kusimama katika njia ya kumtukuza Mungu. Mungu wa mbinguni azidi kubariki na azidi kukutetea na azidi kutia nguvu. Shalom, shalom, shalom. Amen.